mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani yanaonekana kuingia katika hatua ngumu zaidi, huku pande zote mbili zikitofautiana juu ya namna ya kusitisha vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa kama vile Reuters, Al Jazeera, AP na Axios, juhudi mpya za kidiplomasia zinaendelea kupitia upatanishi wa Pakistan, Oman na Russia, lakini hadi sasa hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wazi kuwa Marekani iko tayari kuendelea na mazungumzo, lakini Iran lazima ikubali kuzungumzia mpango wake wa nyuklia mapema kabla ya makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano. Trump amesema hawezi kukubali mpango wowote ambao unaahirisha suala la nyuklia hadi vita vishe. Kwa upande wake, Iran imependekeza kwanza vita visitishwe na usafirishaji wa mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz urejee kawaida kabla mazungumzo ya nyuklia kuanza. Tehran inaamini kuwa Marekani inatumia vita na vikwazo vya baharini kama njia ya kulazimisha kujisalimisha kisiasa. Ripoti kutoka Reuters zinaeleza kuwa Trump alikutana na timu yake ya usalama wa taifa jana usiku kupitia kikao maalumu cha White House ambapo alijadili pendekezo jipya la Irani. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya serikali ya Marekani vinasema Trump hajaridhishwa kabisa na mpango huo kwa sababu hazungumzii moja kwa moja kusitishwa kwa shughuli za urutubishaji wa uranium. Katika hatua nyingine iliyozua taharuki duniani, Marekani imeendelea na operesheni yake ya kijeshi ya kuzuia baadhi ya shughuli za Irani katika Ghuba ya Uajemi, huku Irani nayo ikiendelea kutishia kufunga tena mlango wa Hormuz endapo mashinikizo yataongezeka. Eneo hilo linapitisha karibu 20% ya mafuta yote duniani, jambo linalofanya mgogoro huu kuwa wa kimataifa zaidi kuliko wa kikanda pekee. Trump amesema kusitisha vita kunawezekana ikiwa Iran itapiga simu na kuonyesha kuwa iko tayari kufanya makubaliano ya kweli. Kauli hiyo imetafsiriwa na wachambuzi kama ishara kwamba Washington bado inaacha mlango wazi kwa diplomasia licha ya msimamo wake mkali. Mashirika ya habari ya kimataifa yamekaririwa yakisema kuwa Pakistan imekuwa moja ya nchi zinazojaribu kwa udi na uvumba kuokoa mazungumzo ya kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanayopangwa kufanyika Islamabad baada ya kukwama kwa siku chache zilizopita. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, amekuwa akisafiri kati ya Islamabad na Oman mara kadhaa kutafuta uungwaji mkono wa kisiasa dhidi ya mashinikizo ya Marekani. Katika juma lililopita, Rais Donald Trump alitangaza kuongeza muda wa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano dhidi ya Iran, akisema serikali ya Tehran imegawanyika ndani kwa ndani na kwamba bado kuna nafasi ya kufikia suluhu ya kisiasa. Hata hivyo, viongozi wa Iran wameonekana kutokuwa na imani na kauli za Marekani. Serikali ya Tehran imesema haiwezi kuingia kwenye mazungumzo ikiwa meli zake zinaendelea kuzuiwa na ikiwa vikwazo vya kiuchumi vinaendelea kuumiza uchumi wake. Mashirika ya habari ya kimataifa yameripoti kuwa moja ya mapendekezo makubwa ya Irani ni kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz kwa usafiri wa kimataifa wa mafuta, huku mazungumzo ya nyuklia yakisogezwa mbele. Marekani imekataa hilo na kusisitiza kuwa suala la nyuklia haliwezi kuachwa pembeni katika mazungumzo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa tofauti hizi zinaweza kufanya mazungumzo hayo kuchukua muda mrefu zaidi, huku kila upande ukitaka kuonekana mshindi mbele ya wananchi wake. Marekani inataka kuzuia Irani kuwa taifa lenye silaha za nyuklia, wakati Irani inataka kuondolewa vikwazo na kurejeshewa biashara yake ya mafuta duniani. Katika hatua nyingine, Urusi imeonekana kuipa Irani msaada wa kisiasa. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran na kuonyesha kuwa Moscow inaunga mkono suluhu ya kidiplomasia badala ya mashambulizi zaidi ya kijeshi kutoka Marekani au Israel. Mataifa ya Ulaya nayo yameonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mgogoro huu. Baadhi ya viongozi wa Ulaya wameikosoa Marekani kwa kuendelea na mashinikizo makubwa ya kijeshi, huku wakisema hali hiyo inaweza kusababisha vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Athari za mgogoro huu tayari zimeanza kuonekana katika soko la mafuta duniani. Bei za mafuta zimeendelea kupanda kutokana na hofu ya kufungwa kwa Hormuz, huku baadhi ya meli za mafuta zikianza kubadili njia zao kwa sababu ya kiusalama. Mataifa ya Afrika yanayoagiza mafuta kutoka Mashariki ya Kati yanaweza kuathirika kwa kupanda kwa gharama za mafuta na usafiri. Kwa sasa dunia inaendelea kusubiri kuona kama mazungumzo haya yatazaa matunda au kama vita vitaendelea kuongezeka. Trump ameendelea kusisitiza kuwa Marekani haitarudi nyuma katika masharti yake, huku Iran nayo ikisema haitakubali kulazimishwa kufanya makubaliano chini ya vitisho vya kijeshi na vikwazo vya kiuchumi.